Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Bila shaka rais wa nchi ya Marekani, Rais Donald Trump, yupo katika ziara yake katika nchi ya China. Na kusudio zaidi ni kuonana na Rais Xi Jinping, ambalo hilo limekwisha kutokea. Na lengo la kikao husika kimejengeka zaidi katika upande wa masuala ya kibiashara, na hili hasa ni kutokana na sehemu ya mivutano ambayo ilikuwa ikiendelea kwa muda sasa toka Rais Donald Trump alipoingia madarakani. Alikuwa akitumia baadhi ya tactics au baadhi ya mbinu za kujaribu kuzipressure baadhi ya nchi ili kuweza kulinda maslahi ya nchi ya Marekani. Lakini jambo hili kwa hakika limekuwa likileta madhara kwa nchi ya Marekani yenyewe, na ukizingatia kwamba moja katika vitu ambavyo Marekani wamekuwa wakifanya biashara kubwa na nchi ya China, maana katika upande kama wa ndege zile za Boeing, lakini vile vile katika uuzaji wa nyama au sehemu ya bidhaa kama zile za maharage na mfano wake, maana ni biashara ambazo zimezorota kwa kiwango kikubwa toka ilivyoanza sehemu ya mivutano baina ya nchi ya China na nchi ya Marekani. Na technically kile kinachoonekana ni kwamba njia nyingi ambazo zilikuwa zikitumiwa na nchi ya Marekani kuhakikisha kwamba inapata maslahi yake kutoka katika nchi ya China kwa njia ya pressure, inaonekana kama ni njia ambazo hazijaweza kufaulu, bali badala yake zimekuwa zikileta madhara vile vile katika uchumi wa nchi ya Marekani. Na matokeo yake ni kile ambacho kinaonekana kwamba kinakwenda kutengenezwa sasa hivi. Maanake moja katika makusudio ya kukutana kwao ni kutengeneza bodi mbili. Bodi ya kwanza ni Board of Investments, bodi ambayo itakayohusika na masuala ya uwekezaji katika pande zote mbili, lakini vile vile kuna bodi ya pili, Board of Commerce, bodi ambayo inashughulikia masuala ya mwenendo wa zile biashara kutoka katika pande zote mbili. Na hili linakuwa ni jambo muhimu zaidi baina yao, pamoja na kwamba inawezekana ni jambo ambalo lina madhara katika nchi nyingine, especially nchi ambazo zinainukia. Katika upande wa Board of Investment, katika upande wa masuala ya uwekezaji, hili linakuwa ni muhimu zaidi kwa sababu ya kuondoa sehemu ya misuguano iliyoko baina ya nchi ya Marekani pamoja na nchi ya China, hasa katika upande wa uwekezaji. Kwa maana ya kwamba nchi ya China inaweza ikaruhusiwa kwenda kuwekeza Marekani, lakini kwa vitu ambavyo havitakuwa na athari ya moja kwa moja ya kugusa sehemu ya kuharibu uchumi wa nchi ya Marekani au kuharibu sehemu ya maslahi ya wafanyabiashara wa ndani ya nchi ya Marekani. Kwa hiyo maana yake panapokuwa na bodi maalum, inakuwa ni rahisi kuweza kuchunga mwenendo wa uwekezaji kwa wawekezaji wa nchi ya Marekani ndani ya nchi ya China, lakini vile vile kwa wawekezaji wa nchi ya China ndani ya nchi ya Marekani. Hili ni jambo la kwanza ambalo tunaona kwamba wamekusudia kwenda kulisolve. Lakini jambo lingine ambalo tunaona kama wamekwenda kusudia kwenda kulisolve ni kutengeneza hiyo bodi maalum ya masuala ya biashara. Kutengeneza bodi ya masuala ya biashara maana yake inaweza kuwa inasimama kama chujio la kuchunga bidhaa ambazo inawezekana zikawa zinaruhusiwa kuuzwa katika nchi ya Marekani na zile ambazo zinaruhusiwa kuuzwa katika nchi ya China, au zile ambazo haziwezi kuuzwa baina yao, kuepuka ile hali ya kila saa, especially toka mwingia utawala wa Rais Donald Trump, ile kila saa unasikia kuna kitu fulani Marekani wamekizuia, kitu fulani Marekani wamekizuia, alafu upande wa pili vile vile unapata matokeo kutoka katika nchi ya China kwamba kuna kitu fulani yenyewe vile vile wamekuzuia kutoka katika nchi ya Marekani. Na hili maana yake lilikuwa lina madhara makubwa, kwa kuzingatia kwamba unapozungumzia nchi ya Marekani na unapozungumzia nchi ya China, hizi ni nchi ambazo zinasukuma zaidi uchumi wa dunia. Kwa kuzingatia kwamba nchi ya China ndio wazalishaji wakubwa zaidi duniani, maana yake wanazalisha takriban kama 30% na zaidi kidogo ya kile ambacho kinatakiwa duniani. Lakini ukizungumzia nchi ya Marekani ni moja katika wanunuzi wakubwa duniani. Maana yake panapotokea ile hali ya kutokuelewana baina yao, automatically wanasababisha tatizo kubwa katika uchumi wa dunia. Na hapo ndipo inapokuja logic ya hizi nchi mbili kuweza kukutana, kujaribu kuzungumza na kutengeneza bodi kama hizo za uwekezaji na bodi za biashara, ili kuhakikisha kwamba uchumi wa dunia hauendi kuvurugika.
Lakini katika pande zote mbili, ukiachilia mbali mtazamo wa nje ambao ni wa kibiashara ambao umeashiriwa wazi vile vile na ule msafara wa Rais Donald Trump ambao ulikusanya baadhi ya wafanyabiashara wakubwa kama kina Elon Musk, lakini vile vile makampuni makubwa kama BlackRock na kampuni kama zile za Visa Card au Mastercard na mfano wake. Maanake ni madirekta wengi kutoka katika kampuni kubwa zenye utajiri mkubwa duniani ambazo zinamilikiwa na raia wa Marekani au ziko katika nchi ya Marekani. Maanake madirekta wake wengi walielekea katika nchi ya China. Hii ni kuonyesha kwamba lengo la kwanza ni kujaribu kuondoa sintofahamu ya masuala ya kibiashara ambayo kwa upande mmoja au mwingine inaashiria kwamba imekuwa ikileta madhara katika pande zote mbili actually, katika nchi ya China, kwa sababu ukizingatia vile vile nchi ya China moja katika sehemu ambayo inauza zaidi na inapata zaidi faida ya biashara zake ni katika nchi ya Marekani. Lakini vile vile kiasili uwekezaji wa China au teknolojia ya China imeletwa zaidi kutoka katika nchi kama ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba Wamarekani katika miaka mingi ya nyuma toka kipindi cha urais kama Rais Nixon na mfano wake waliwekeza katika nchi ya China kwa sababu ya kuzingatia kwamba Wachina wako wengi, kwa hivyo unaweza ukapata wafanyakazi wa bei rahisi, wale cheap labor. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba China ina connection ya muda mrefu na nchi ya Marekani, lakini vile vile China imekuwa ikinufaika na soko la nchi ya Marekani, na Marekani imekuwa ikinufaika na nchi ya China kwa kuzingatia kwamba kuna nafasi kubwa ya kuweza kupatikana wafanyakazi wa kuweza kuzalisha katika makampuni ya Kimarekani yanayopatikana katika nchi ya China, na matokeo yake ikazalisha faida kubwa katika zile kampuni za nchi ya Marekani. Kwa hiyo ina maana mtazamo wa kwanza wa upande wa masuala ya kibiashara, huu ni mtazamo muhimu zaidi kwa kuzingatia hizi nchi mbili. Maana yake unazungumzia ni zile global superpowers, ni zile nchi ambazo zina nguvu zaidi duniani, ambapo kutokuelewana kwao kunaweza ukapelekea kwa upande mmoja au mwingine uchumi wa dunia ukaweza kuvurugika. Lakini katika upande wa pili wa kile ambacho tumekuwa tukijaribu kukitazama ni kwamba kila mmoja alikuwa anaingia katika sehemu ya mjadala huu akiwa ameficha sehemu ya karata zake, kwa maana kwamba kile ambacho anaweza akakiainisha katika sehemu ya mazungumzo haya ya kibiashara. Katika upande wa China, karata yao waliokuwa wameificha ni karata ya Taiwan, kwa sababu hawahitaji ushawishi wa Marekani kuendelea kuongezeka katika eneo la Taiwan, kwa kuwa wanaamini kwamba Taiwan ni sehemu katika nchi ya China. Lakini vile vile katika upande wa Marekani walikuwa wanakwenda katika discussion hii wakiwa wana karata ya nchi ya Iran, hasa kuhusiana na masuala ya mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile kuhusiana na program ya nyuklia. Kwa ina maana kila mmoja alikuwa anacho cha kuzungumza kuhusiana na kile ambacho anaona kwamba kinalinda maslahi yake katika upande wa national security, katika upande wa usalama wa taifa lake, lakini vile vile katika upande wa kulinda ile sehemu ya nguvu yake. Sasa katika upande huo tunaona kwamba pamoja na kwamba nchi ya China inatambua hivyo au inazingatia kwamba eneo la Taiwan maana yake ni sehemu katika nchi ya China, na ni sehemu ambayo haihitaji ile nguvu kutoka katika nchi kama ya Marekani kuweza kuwa extended pale. Na hii ni jambo ambalo lina logic sana, kwa kuzingatia kwamba Marekani amekuwa na sera ya muda mrefu ya ambayo tunaita island chain strategy. Tukisema island chain strategy, maana yake ni strategia ya kutumia visiwa kuweza kuzunguka katika nchi kama ya China. Na maana unaweza ukaona kwamba Marekani ana base katika nchi kama ya Japan, ana base katika sehemu kama South Korea, ana base katika sehemu kama za maeneo kama ya Philippines na mfano wake. Maanake maeneo mengi ambayo yanazunguka katika nchi ya China, katika vile visiwa, sehemu kubwa unakutana na sehemu ya bezi zake ambazo zimeunganishwa kupitia katika level ya visiwa. Sasa katika mazingira namna hii, maanake China wanafahamu wazi kwamba lengo la Marekani ni kuongeza sehemu ya pressure yao katika maeneo yanayozunguka nchi ya China, ili kuweza kuinyima China uhuru wa kuweza kufanya movement zake katika maeneo ya pembezoni yake, especially katika upande wa bahari. Na move kama hii imekuwa ikiendelea hata katika upande wa Urusi. Ukitazama katika upande wa nchi za Ulaya,
utaona kwamba kwa muda mrefu Marekani alikuwa wakijaribu, au NATO kiujumla walikuwa wakijaribu kuleta ushawishi katika maeneo ambayo yanapakana zaidi na nchi ya Urusi. Manake katika nchi kama za Finland ambazo zimejiunga na NATO hivi sasa, katika nchi kama za Lithuania, katika nchi kama za na mfano wake, manake nchi za upande wa mashariki mwa Ulaya, manake Poland na mfano wake Estonia. Yote hiyo manake ni kutumia ile encirclement strategy, kwamba ile strategy ya kuweza kumzunguka yule ambaye unamuona kwamba ni hasimu wako. Na hata issue ya Ukraine muundo wake ulikuwa ni huo wa kukusudia kwamba kuendelea kuongeza pressure katika mipaka inayokaribiana na nchi ya Urusi. Kwa ina maana katika pande zote mbili, katika upande wa China huko wanatumia island chain strategy, katika upande wa magharibi mwa Urusi wanatumia ile encirclement strategy, lakini muundo wake hasa ni muundo mmoja. Katika mazingira namna hiyo, unapoongezeka ushawishi wa nchi ya Marekani katika eneo kama la Taiwan, maana yake ni kukamilisha mpango ule wa island chain strategy, kitu ambacho inaonekana kwamba China hawaoni kwamba ni jambo la sawa. Na hapo ndipo inapokuja umuhimu wa nchi ya China kusisitiza kwamba hawahitaji foreign interference, hawahitaji ule ushawishi wa jamaa wengine kutoka katika nchi za tofauti na China yenyewe, manake nchi kama za Marekani na mfano wake, kuleta ushawishi wao katika eneo la Taiwan, ambao wao wanazingatia kwamba hiyo ni sehemu ya nchi ya China. Lakini katika upande wa Marekani kwenye issue ya Iran, maana yake ni kwa kuzingatia ukaribu ulioko baina ya nchi ya China na nchi ya Iran. Ni nchi ambazo zina ukaribu zaidi, lakini vile vile ukiachilia mbali hivyo wamekuwa wakishirikiana, maana yake wana urafiki wa kistratejia. Lakini vile vile ukiachilia mbali hivyo, unapozungumzia uchumi wa Irani kwa hivi sasa, moja katika nchi ambazo zinanunua kiwango kikubwa cha nishati kutoka katika nchi ya Iran, maana yake ni nchi ya China ndio mnunuzi mkubwa wa mafuta na mfano wake kutoka katika nchi ya Iran. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake imekuwa ikisaidia kusukuma uchumi wa nchi ya Iran, na ndio maana inaonekana kwamba vision vile vile ya Rais Donald Trump kuhusiana na swala la Iran na mlango bahari wa Hormuz na vitu vinavyozunguka ajenda hiyo, maana yake ukihusisha vile vile hata na masuala ya nuclear, utaona kwamba lengo kubwa ni ishawishi nchi ya China kuongeza pressure katika nchi ya Iran ili Iran ikubali kuachia wazi mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile inaweza ikaenda mbele hata katika upande wa masuala ya nuclear. Sasa na hili linathibitishwa na maelezo yaliyotolewa na Ismail Baqi ambaye ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa nchi ya Iran, alipozungumza kwamba Iran manake ina urafiki na nchi kama za China na mfano wake, lakini inapokuja katika masuala ya sera zake za kimataifa, manake ni sera ambazo haziegemei katika upande wa mashariki kwa maana upande ule wa China au upande wa magharibi kwa maana ya upande wa Marekani, bali zinaamuliwa na namna gani Irani wao wanavyoona mambo yanavyotakiwa yaendeshwe na kuweza kwenda upogo na matarajio ya Rais Donald Trump katika hilo, pamoja na kwamba Rais Donald Trump amezungumza kwamba Rais Xi Jinping anavyoona yeye, anaona kwamba mlango bahari wa Hormuz unatakiwa uwe wazi, lakini vile vile Iran wasiweze kufanya ile urutubishaji wa nuclear, agenda ambazo actually ndizo agenda muhimu za vision ya Marekani kuhusiana na nchi ya Iran. Lakini pamoja na hayo, Iran walichokifanya kuweza tunasema counter, yani kwenda kujaribu kwenda mbele au kwenda kinyume na matarajio ya Rais Donald Trump, walichokifanya ilikuwa ni kuruhusu leo meli za China takriban kama 30 katika meli ambazo zimeruhusiwa pale, nyingi ni meli za China ambazo zimeruhusiwa pale kupita free. Hii ni kuonyesha kwamba mpango wao mkubwa ni kujaribu kuifanya discussion ya Marekani isiwe na uhai, kwamba wakati Marekani inakwenda kujadili na Rais Xi Jinping kuhusiana na ile uzuio ambao linawekwa na nchi ya Iran katika meli ambazo zinaingia na kutoka katika mlango bahari wa Hormuz, wakati hayo yanakusudiwa kwenda kujadiliwa, maana yake ionekane kwamba China meli zake zenyewe huwa hazizuiwi, zinapita katika mazingira ya namna hiyo. Maana yake itazingatiwa kwamba ni malalamiko tu ya Marekani, lakini malalamiko ambayo hayawezi kuifanya China yenyewe ikaingia katika meli moja na Marekani, kwa sababu meli za China zimekuwa zinapita zinazochukua kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna movement kama hizo, kwamba kila mmoja alikuwa amekwenda katika sehemu ya discussion hii, lakini kwa upande wa pili
akiwa na sehemu ya karata yake ambayo ameificha, kitarajia kwamba kupitia discussion za kibiashara na faida ambayo inaweza kupatikana kupitia sehemu ya majadiliano yao, maana yake katika mazingira hayo vile vile yanaweza kujadiliwa baadhi ya mambo ambayo yanawakwaza au yanazikwaza pande zote mbili, katika upande wa China kuzungumzia issue ya Taiwan, lakini vile vile katika upande wa Marekani kuizungumzia nchi ya Iran. Sasa kiujumla ni kwamba move hii ambayo imefanywa na Rais Donald Trump ambayo bado inaendelea mpaka sasa hivi katika nchi ya China, tunajaribu kuitazama katika perspective kama mbili au katika nyanja kama mbili. Katika nyanja ya kwanza, maana yake ni kwamba Marekani na China hivi sasa wamekwenda kutengeneza mfumo wao ambao hauhitaji, manake zile idara za kimataifa za masuala ya kibiashara kwa namna moja au mwingine zinakuwa kama hazina uwezo wa kuingilia sehemu ya makubaliano baina ya China na Marekani. Makubaliano ambayo haijalishi kwamba yatakuwa yananufaisha nchi ndogo ndogo au hayanufaishi nchi nyingine. Midhali kwamba Marekani na China wao wanaweza kukubaliana na wote wakanufaika, basi muundo utakaa katika design ya namna hiyo. Kwa hiyo ina maana hii ni step nyingine ya kuonyesha kwamba movement za Marekani wakati mwingine zinadesigniwa katika namna ambayo Marekani itaendelea yenyewe kunufaika, pasi na kujali jamaa wengine kama watanufaika ama hawatanufaika, lakini vile vile pasi na kujali sehemu ya umuhimu wa zile idara za kimataifa za masuala kama hayo ya biashara. Lakini pia katika masuala ya kisheria unaweza kuona kwamba wakati mwingine ilikuwa ikijaribu kukinga kifua kwa watu kama kina Waziri Mkuu Netanyahu na mfano wake katika zile idara za masuala ya kisheria, katika namna ambayo midhali Marekani wao wanaona kwamba hiyo inawanufaisha, basi kwao hamna tatizo. Kwa hiyo ina maana hii sehemu ya makubaliano yao inawezekana ikawa ni step nyingine muhimu ya kuangusha sehemu ya ushawishi wa zile idara za kimataifa ambazo zimekuwa zikishughulika na baadhi ya mambo mengi katika upande wa dunia. Hili ni jambo la kwanza ambalo tumeliona katika hili. Lakini jambo la pili ambalo vivyo tumeliona ni kwamba kuna uwezekano mkubwa sehemu pia ya makubaliano haya ambao wanazungumza kaja collapse mbele. Hili ni jambo ambalo tunaliona kwa kuzingatia kwamba moja katika aim au malengo ya nchi ya Marekani kwenda katika move hii hasa ni kwa kuzingatia pressure ya nchi ya China au ile nafasi ya nchi ya China kwa nchi ya Iran. Kwa ina maana kama Marekani watafanya hii move yote, watakwenda kule China, wazungumze, wafanye deals, lakini mwisho wa siku ikiwa hapatapatikana solution ya mlango bahari wa Hormuz moja kwa moja na swala la urutubishaji wa nyuklia wa nchi ya Iran, maana yake ni kwamba jicho la pili la Marekani litakuwa halijafanya kazi vizuri. Kwa sababu Marekani amekwenda katika mjadala huu kwa macho mawili. Jicho la kwanza ni masuala ya kibiashara, lakini jicho la pili maana yake ni kuhusiana na nchi ya Iran. Sasa itakapokuwa kwamba wamekwenda kujadili ikiwa ile second target au target ya pili haina manufaa kwa Marekani, maana yake haileti suluhisho la namna yoyote, ili linakuwa ni jambo gumu Marekani kuweza kuendelea na hiyo deal hata kama itakuwa na maslahi kwa kiwango gani, kwa kuzingatia kwamba kuto kufanikiwa kwa hilo kwa mlango bahari wa Hormuz kuwa wazi na Iran kuondoshewa uwezo wake ule wa ile uranium ambayo inarutubisha, maana yake ni kwamba eneo la Mashariki ya Kati ni officially kwamba tena haliko tena chini ya udhibiti wa Marekani. Eneo la Mashariki ya Kati haliko tena chini ya udhibiti wa Marekani, na ishara zote zimekuwa zikionyesha hivyo. Achilia mbali ile umoja ambao umetengenezwa na nchi ya Egypt, nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Pakistan pamoja na nchi ya Uturuki ambao wamekusudia kutengeneza kama alliance ya kuona namna gani kujilinda. Lakini leo hii nchi ya Saudi Arabia imependekeza kutengenezwa kwa non-aggression pact ambao ni sehemu kama ya makubaliano ya kuto kutengeneza uhasama baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Iran. Ina maana hiyo ni structure nyingine inakuja kutokea katika eneo la Mashariki ya Kati, kwamba nchi kama ya Saudi Arabia na nchi ya Iran zinakaa meza moja kukubaliana ni namna gani wataondoa sehemu ya wao kuto kuelewana, pasi labda na kushirikishwa kwa nchi ya Marekani, pasi na kuzingatia kwamba Marekani ndio alikuwa mlinzi wa zile nchi za Gulf pale. Mwisho wa siku ni kwamba Saudi Arabia inapokwenda kukubaliana na Iran, automatically Kuwait watakubaliana na Iran. Kuwait watakubaliana na Iran na nchi nyingine pia vile katika eneo la Mashariki ya Kati. Inaweza kabaki tu United Arab Emirates,
lakini hao wengine wote kina Bahrain, kina Qatar, wote wanaweza kwenda kukubaliana. Midhali kwamba Saudi Arabia ambaye ndio mkubwa pale atakwenda kukubaliana na Iran, automatically hao wengine wote wanaweza kukubaliana na Iran, jambo ambalo litakuwa limekwenda upogo na vision ya Rais Donald Trump au ya vision ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa katika mazingira namna hiyo, moja katika solution ni kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz unakuwa uko wazi. Mlango bahari wa Hormuz unapokuwa uko wazi, automatically ni kwamba center kama zile za Fifth Fleet Base ile ya Marekani, base ya wanamaji inayopatikana pale Bahrain itakuwa iko hai, itarudisha tena uhai wake. Lakini vile vile base nyingine katika eneo la Mashariki ya Kati vile vile inaweza kurudisha sehemu ya uhai wake, kwa kuzingatia kwamba hata shughuli za kiuchumi zitakuwa zinakwenda kiasi ambacho inaweza zikahitajia sehemu tena ya security ya nchi ya Marekani. Lakini itakapokuwa kwamba mlango bahari wa Hormuz uko katika control ya nchi ya Iran, Iran ndio anapanga nani aingie nani atoke, automatically hawa wote sehemu ya ustawi wao itategemea makubaliano yao na nchi ya Iran, jambo ambalo kwa upande wa Marekani itakuwa ni big blow. Kwa hiyo move ya Marekani kuelekea katika nchi ya China, kama haitozalisha matunda ya misimamo ya nchi ya Iran kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz, kuhusiana na programu zake za nuclear, kuna nafasi kubwa ya hayo makubaliano mwisho yasi work out. Na hili ni jambo la kawaida kwa nchi ya Marekani. Katika makubaliano mengi anaweza kaingia akiona kama makubaliano hayo hayana maslahi na yeye, mwisho wa siku anaweza akayatupilia mbali, of either rais ni Trump au rais ni mwingine. Huu ni utaratibu wa kawaida wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo kiujumla bado tuna muda wa kuendelea kulitazama tena jambo hili, kwa kuzingatia kwamba Rais Donald Trump bado yuko katika nchi ya China, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.